Mtazamaji, wanasema kuwa kila mama ngoma ngozi huvutia kwake. Mimi hapa ngozi ambayo naivutia ni lugha ya Kiswahili. Ni mpenzi, ashiki, rafiki wa dhati wa lugha ya Kiswahili. Lugha tamu kama ni mie naitwa Padironga, na karibu kwenye kipindi kipendacho cha Tuimarishe Kiswahili. Najua ni ile siku ambayo umeisubiri kwa hamu na hamu, ambayo ndio hii imewadia. Wanasema siku ya ndovu kumla mwanawe. Na moja kwa moja kipindi cha Tuimarishe Kiswahili ni kipindi adhimu ambacho kitashughulikia mambo mengi kuhusu Kiswahili. Tutakuburudisha, tutakupa burudani, tutakuelimisha, tutakueleza mengi kuhusu masuala ya Kiswahili. Na kimsingi kipindi cha Tuimarishe Kiswahili ni kipindi ambacho kitakuwa na sehemu 4. Kutakuwa na sehemu ya darasani ambapo tutafululiza, tutapiga hatua za cha tukielekea katika shule za msingi kote katika kaunti zote 47 nchini Kenya. Kando na hapo, mtazamaji, tutafululiza moja kwa moja katika shule za sekondari ya kimsingi ambapo tutaangalia zile projects ambazo wanafanya na zile changamoto wanazopitia wakiwa pale darasani katika kukuza lugha ya Kiswahili. Kando na hapo, mtazamaji, tutakuwa vile tunafululiza hadi kwenye ndaki ambapo zinaitwa vyuo vikuu, ambapo tutakuwa tunaangalia makuzi ya lugha ya Kiswahili, changamoto ambazo vijana wa kileo wanapitia katika kukuza lugha ya Kiswahili. Kando na hapo, mtazamaji, usikose kutizama sehemu ya mwisho ambapo tutakuwa na jamvi la wageni. Tutatandika mkeka pale, na si mkeka mkuu, bali utakuwa ni mkeka ambao ni wa thamani ya kumthamini maskini kwa siku na miezi. Nakwambia mambo atachemka pale. Sijui kama utakuwa na feni ama pangaboi angalau ujipepete, lakini Kiswahili kitakuwa hapo. Tutazungumzia mbivu na mbichi, tutakuelimisha, tutakuburudisha kuhusu lugha hii tamu kama ni ya Kiswahili. Mie ni Padironga, na moja kwa moja tembea nami, andamana nami moja kwa moja kama kijibwa na Bwana Shamo katika sehemu hii ya kipindi cha Tuimarishe Kiswahili. Tupo hapa Ange katika eneo la Mtwapa ambapo tunashughulikia masuala ya Kiswahili. Na moja kwa moja tutaanza na sehemu ya kwanza ambapo tutakuwa tunashughulikia sarufi, kusikiza na kuongea, na vile vile masuala ya hadithi pamoja na mafumbo. Karibu mtazamaji. Nana Laura ana shairi lake babu kubwa. Nana Laura, kazi kwako. Jina langu ni Laura Njoki. Niko kwa grade ya 4. Nimetoka shule ya St. Padres. Nina shairi haki zangu hakijani. Kuzaliwa ni kuzuri, kupewa jina ni haki. Sitaki kuitwa wewe, daima nitambulike. Haki zangu hakijani, nizitaje uzijue. Chakula kia pili, lishe bora nipate. Watoto wafurahi, kuteseka ni vibaya. Haki zangu hakijani, nizitaje uzijue. Serikali imetangaza elimu ya malipo. Shuleni nihudhurie, nipate elimu bora. Haki zangu hakijani, nizitaje uzijue. Mavazi ya kinyingine, nivae nguo nzuri, niwe kama wengine. Uchi wangu ufichia, haki zangu hakijani, nizitaje uzijue. Asante. Fungo. Fungua. Fungo. Fungua. Tulikuwa tunataka kupika mchele na tulikuwa tumeshaleta mchele tayari. Sasa walikuwa wanatuma vifaa vingine kwa duka. Kufika kwa duka, pesa niko nayo yatosha. Alafu sasa nikasema tomato, roiko na chumvi. Nini ingine ningesema? Uto. Amenoa ama mpata? Amenoa. Na natampatia mji mbio mbio, mji kwa haraka. Mombasa. Nilienda Mombasa, nikakuta watu wa Mombasa, wakawasalimia hamjambo. Hatujambo. Jibu ni ungesema na mdomo.
Vizingwi lipenguo ulione mashauo. Mashauo ambayo tunajishaua nayo ni lugha hii adhimu ya Kiswahili. Kimsingi sehemu ni ya pili, na naungana na wanafunzi kutoka shule ya msingi St. Paddy's iliyoko Mtwapa, na tunashughulikia kuhusu zile project ambazo huwa wanafanya hapa na pale. Na leo hii moja kwa moja kuna project ya nguvu ambayo wamekuwa wakifanya karibu muhula mzima, na wanatueleza mengi kuhusu zile changamoto walizopitia na ni nini kisa cha kutengeneza projekti kama hii. Na moja kwa moja ninaungana nao, na siwezi kuandikia mate ili hali wino upo, na ni hawa wanafunzi ambao wapo hapa. Shule gani hii jamani? St. Paddy's. Shule gani hii tena? St. Paddy's. Shule ya nguvu aisee. Iko wapi St. Paddy's? Mtwapa. Ipo Mtwapa Mwapenda Kiswahili? Ndio. Mwaogelea Kiswahili? Ndio. Hata mimi naogelea Kiswahili, mimi napenda Kiswahili. Jamani, mtazamaji, ulivyowasikiliza wanafunzi hawa ni kwamba ni wabobevu katika kule kuzungumza Kiswahili. Wanakuza lugha ya Kiswahili wakiwa darasani, hata wakiwa nyanjani. Na leo hii wanatuonesha mengi kuhusu ile project ambao wamefanya wakiwa shuleni. Na sijui kama utatamba na sisi dakika hizi 10 uelewe mbivu na mbichi zile changamoto na yale masuala mengi walioshughulikia kuhusu project yao. Naona kuna vidude hapa, sijui wao wenyewe watatueleza ni vidude gani hivi, sijui naona ni rangi, sijui ni rangi gani hii, lakini watatueleza rangi na umuhimu wa kufanya mambo haya. Na moja kwa moja wanazungumzia kuhusu project ambayo wamekuwa wakifanya wakiwa darasani, inaitwa Muundombinu. Na hivi vidude gani ama hii project yenu inaitwaje? Fireless cooker. Ni fireless cooker Ndio. Nani alikuwa na wazo la kutengeneza chombo hiki cha fireless cooker? Ni Faith ni nani kati yenu? huyu hapa. Tupige makofi na Faith. Mbona ikaitwa fireless cooker? Waweza kuinuka tu ama ukieleza? Kwa nini ikaitwa fireless cooker? Kwa sababu hii haitumii jiko. Kwa sababu haitumii jiko. Na hii fireless cooker ni nini? Labda mueleze mtazamaji akiwa pale nje. Hii fireless cooker ni kitu kinachotumika kutokosa chakula. Tumwambie hongera. Hongera. Eleza changamoto ambazo mlipitia mkitengeneza fireless cooker ni gani? Nani ataniambia kwanza? Kwanza waitwa nani mami? Waitwa Fatuma Matano. Nini ambayo ilikuwa ni changamoto kwako wewe na kundi lako katika kutengeneza fireless cooker? Kushona nini? Kushona hiyo nguo. Sindano zilikuwa zinadunga. Haikuwa rahisi, sio? Kando na kushona, nini tena hapa shida kwa? Kukata vitambaa. Mko tumia vifaa gani katika kukata vitambaa? Makasi, vijembe. Hongera. Pale nje jinsi ambavyo mlitumia fireless cooker ama mlitengeneza fireless cooker. Mlianza na nini? Kwanza naona hii ni rangi gani? Rangi ya waridi, sio ni kidude tu, sio? Mbona mkamua hiki kidude? Ili tuweze kuweka fireless cooker yetu iwe vizuri. Na inamaanisha kwamba hivi vidude vipatikana kwa urahisi, sio? Hamkupata kwenye duka kuu. Hapo awali kuna jamaa alikuwa ananiambia kwamba mlipata shuleni. Safi. Haya, tuambie. Sasa unaanza vipi? Mtazamaji, hichi ni kidude cha kuweka taka. Unawatizama? Kidude cha kuweka taka. Na tuna bandali. Hii bandali ni nini? Hii bandali ya unga tumika wapi? Kuiweka huku ndani. Alafu naona unamvusha hiyo sweta. Hata usitoe sana, nataka tu kujua umuoneshe. Hii ni sweta mtazamaji, kama unavyoiona anatuonesha. Hii ni sweta na nini kwa hapa? Shati. Hii ni shati. Na ni vitu gani ambavyo viko humu ndani? Hebu kwanza kushika tu ukamtolea huyu mtazamaji akaone. Ni vitambara. Kazi ya vitambara hivi? Kazi ya vitambara hivi ni vya kugamisha huku nje ya hichi kidude. Naam. Na ili uweze kugamisha unafaa kutumia glue. Ili uweze kugamisha. Ama gundi almaarufu kwa Kiswahili.
Naam. Baada ya kugamisha hichi kidude, naam, unafaa kuingiza kama nishati, unaiweka juu yake ili iweze kufunika hichi kidude chote. Na pia utatumia sweta kuifunika yote, na pia utahitaji shindano na uzi. Shindano na uzi kazi yake ni nini? Ni kuishona. Kuishona. Sasa utashona labda kwa mfano kama hii sweta hivi, naona kuna kidude hapa. Naona hebu mshikilia basi tusaidiane hapa. Tumpigie makofi anapoendelea. Naona ndio. Mbona tukamua mararuraru hivi videmo hivi? Mbona? Sasa hiki ni kifuniko cha hichi kidude cha fireless cooker. Mbona mkaamua kutumia vitambaa vibovu ambayo ni mademu ama mararo? Tuliamua kutumia hivi vitambara kwa sababu ni hivi vitambara ni vya kitambo na pia vimechakaa. Havitumiki tena. Lakini sasa unaweza kuvitumia tena. Ndio. Naam. Sasa hichi ni kifuniko. Tutakiweka hapa kwa sasa. Tutaingiza hivi vitambara ndani ya hichi kidude. Baada ya hivyo utachukua shati utaweka juu yake. Na pia usisahau mtazamaji, huku utakuwa pia umegamisha hivi vitambara. Na pia utachukua sweta. Utafunika dude lote. Na uzi na shindano utashona kama tulivyoshona hapa. Anakuonyesha nani atamsaidia kuja kuvisha hii fireless cooker. Asnet aliyemsaidia, amemchagua Asnet. Tuendelea na tunafanya usaidizi hapa mtazamaji. Asnet msaidie kuvisha fireless cooker nguo, angalau tuone kama itakuwa fireless cooker kweli. Asnet, wakati ulipokuwa ukifanya kazi hii na kundi lako, je, kulikuwa na changamoto yote kwako wewe? Ndio. Ilikuwa ni changamoto gani mama? Kushona na kukata kitambaa. Na ulikuwa na kazi ngumu hivi vidole vyako vinaweza kushona? Unajua kushona? Mshoni mkubwa sasa tumsaidie tusonge mbele. Sasa mtazamaji, hapa tunamvisha huyu fireless cooker yetu vazi rasmi ambayo ni sweta, licha kwamba imechakaa. Alafu tulete kifuniko chake. Hebu tupigie makofi kidogo, mueleze tena. Sasa hii fireless cooker yenu ni unaweza kutokosa chakula kama gani kwa kutumia fireless cooker? Mchele. Naam. Kama mboga. Naam. Mchele sasa kwa mfano mchele unaingiza sufuria hapa ndani. Naam. Unatia mchele na maji yake. Unachukua kifuniko cha sufuria unafunika nayo. Hii ni ya kuzuia ili baridi isiingie ndani. Sasa utaipa kama dakika 20. Mchele utakuwa umeiva. Baada ya dakika 20 utaitoa hichi kidude. Ukiangalia mchele wako uko tayari. Naam, tumwambie hongera. Hongera. Tupige makofi. Kila maisha na adabu na nje na wenzangu. Hapa tu ni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Na kula maisha na adabu na nje na wenzangu. Hapa tu ni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Nasikia fiti tamu, raha tamu tamu. Nasikia poa tamu, raha tamu tamu. Mtazamaji, wanasema udugu wa nazi hukutania chunguni, na ndio maana hapa tuko kwenye chungu hiki cha kipindi gani hiki jamani? Kipindi gani hiki? Tuimarishe Kiswahili. Kipindi gani hiki tena? Tuimarishe Kiswahili. Na kipindi bab kubwa, kipindi ambacho kinaimarisha Kiswahili
Kenya, Afrika Mashariki na kote ulimwenguni. Kipindi hiki huwa kinazungumzia masuala mengi kuhusu lugha hii tamu kamani ya Kiswahili. Na leo nimekuja hapa katika mtaa wa Mtwapa na nakutana na marafiki ashiki, marafiki wa dhati wa lugha hii tamu kamani ya Kiswahili. Na moja kwa moja tunataka tuzamie misamiati mbalimbali pamoja na sarufi za Kiswahili. Msamiati wako Mungwana? Msamiati wa mavazi. Na msamiati wa mavazi. Katika msamiati wa mavazi, mtazamaji, huwa tuna mavazi ya kike, mavazi ya kike, mavazi ya kiume kunradhi, mavazi ya watu wote, na vile vile kuna mavazi ya wafanyikazi. Kakamanu, ningependa unitajie mfano mmoja wa vazi la kike. Sketi. Sketi. Mfano wa vazi la kiume? Kuna suruali. Mfano wa vazi linalovaliwa na watu wote? Watu wote. Kuna 3D t-shirt. T-shirt. T-shirt inaitwa fulana. Ama hizi naona tai hapa nyekundu. Watu wote wanazivaa, si ndio? Kando na watu wote, labda mekanika, mhandisi anavalia vazi gani? Overall, ambayo ni sawa na surupwenye ama bwela. Tupigie Mungwana makofi. Kazi puntu mtazamaji. Twende nalo Habiba, msamiati wako ambao unauthamini. Msamiati wa mapambo. Msamiati wa mapambo. Na ndio maana naona mapambo haya vipodozi kwa wingi, sio Naona sikioni umevalia nini? Kipuli. Amevalia kipuli. Nitajie msamiati mwingine wa mapambo. Kipini. Kipini uvaliwa wapi? Kipini navaliwa kwa pua. Kwenye uti wa pua ama ubavuni mwa pua. Ubavuni mwa pua. Tumwambie hongera. Nami pia vile vile nitakupa msamiati wangu mmoja wa vikembe. Nitakupa mtoto wa paka anaitwa kinyaunyao, na vile vile mtoto wa chura anaitwa kiluilui. Twende nalo Habiba. Kazi kwako, msamiati unaupenda. Msamiati wa sebule. Sasa unabituko na uzungumza kwa nguvu uchimami. Msamiati wa sebule, nini ambayo iko pale sebuleni? Sebuleni unaweza kupata kuna kochi, kwa nguvu. Sebuleni unaweza kupata kochi, viti, hata pia unaweza kupata runinga. Mwambie hongera. Hongera. Mkabidhi huyo Habiba. Labda Habiba, msamiati gani unaupenda? Msamiati wa maumbo. Tumwambie hongera. Hongera. Umbo gani ambalo labda unalithamini? Duara dufu. Duara dufu. Ni kitu gani ambacho kinafanana na duara dufu? Yai. Tumwambie hongera. Hongera. Twende nalo, tumpe Habiba hapa. Msamiati wa rangi. Msamiati wa rangi. Rangi gani ambayo unapenda sana? Nyekundu. Kisa na maana? Ni rangi ya damu. Rangi ya damu. Bendera ya Kenya na rangi ngapi? 4. Rangi 4. Gani ya kwanza? Nyeusi. Nyeusi ni inaonyesha nini? Sisi wa Kenya. Wa Kenya. Tujipige makofi. Shabash, mpenzi mtazamaji, wanasema zingwi lipe nguo ulione mashauo. Sisi hapa tunakupa mashauo ya lugha ya Kiswahili, yani lugha tamu ya Kiswahili ambayo tunaikuza katika nchi yetu ya Kenya. Kama unatusikiliza kote ulimwenguni, sisi ni wajuvi wanaopenda lugha ya Kiswahili. Mimi ni nahodha wako Padironga. Niite Padi, sitakata kuitika. Kila wakati nitaitika, hata tukiwa kwenye magari, tukiwa sokoni, nitaitika vivyo hivyo. Tupo hapa na msanii wa nguvu, Mswahili, ni msomi ambaye anasomea katika chuo kikuu cha Kenyatta iliyoko mjini Nairobi nchini Kenya. Anatueleza mengi kuhusu yale ambayo yanamfanya mpaka anapenda lugha ya Kiswahili. Karibu kakangu, vipi hali? Hali vyema. Naam. Naona mambo mazuri sio Naam. Ukiona tabasamu hivi yamaanisha mambo si mabaya. Bila shaka tabasamu leto na mambo mazuri, manake aliyelala njaa hawezi akatabasamu pasi na kula. Naam, kwa majina naitwa Stewart Peter, mmoja wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Nasomea walimu, somo la Kiswahili na historia. Naam. Huyu Stewart ni nani? Stewart ni mwanafunzi, vile vile ni mwakilishi wa wanafunzi katika mwaka wa kwanza wanaofanya somo la Kiswahili na vile vile wanaofanya somo la historia. Naam. Pia ni mwanachama wa cha kike, chama cha Kiswahili chuo Kenyatta. Naam.
ambapo unapenda Kiswahili. Naam. Hivi alikuchochea mpaka ukapenda lugha ya Kiswahili ni nani? Lugha ya Kiswahili kwangu inakuja kama mzaa, ila kwanza nimetoka katika familia ya walimu. Bibi yangu alikuwa mwalimu wa Kiingereza. Naam, so sikupenda sana vile alivyokuwa anajivunia Kiingereza. Alikuwa yani kila mara anajishauri tu kwamba mimi ni Mwingereza. Aweza akakuongelesha dakika 2 bila kuongelesha Kiingereza. Ngozi nyeusi hiyo. Naam. Vile vile katika maeneo ambayo nayatoka, huko Kiswahili tunasema kwamba Kiswahili sio mdomo chetu. Naam, so hiyo ilichochea sana kusomea. Sehemu gani hii? Wanasema Homa Bay. Homa Bay. Na Homa Bay siko nchini Kenya bwana. Naam, iko nchini Kenya, ila Wajaluo wanajivunia Kiingereza. Kiswahili tunasema ni wa Pwani na wa Tanzania. So hilo linichochea sana nisome Kiswahili hasa. Hili dhana kidogo tu, dhana ya mtu kusema kwamba Kiswahili ni cha watu wengine. Ngozi yetu ni nyeusi. Wajapani wakija Kenya wanazungumza Kijapani, wala si Kiingereza. Waitaliano wanatumia lugha ya Kiitaliano, si Kiingereza. Wachina wanazungumza lugha ya Kichina wakijenga zile barabara zao hapa nchini, na wanatumia lugha ya Kiswahili. Iweje sehemu fulani ya nchi ya Kenya kuna jamaa ambao wanatoka katika hizi sehemu wanasema kwamba hawapendi Kiswahili? Na katika maeneo gatuzi ninayotoka, kwanza katika wakati wa walowezi, waliokuja maeneo gatuzi yetu ni wazungu hasa, wakoloni. Sasa unaweka mambo sawa sasa. Inaaminika kwamba Wajaluo waliwakaribisha wakoloni, na wakati huo lugha ambayo ilikuwa inatumika ni Kiingereza samani. Halafu Kiswahili inaaminika kwamba ilikuwa inatumika katika mashamba ya Makongeni huko Tanzania. Sasa Wajaluo hawakuwa wakulima, vile vile hawakupata nafasi ya kuhudhuria mashamba hayo, walikuwa yakiongozwa na Wajerumani. So hao walikuwa wavuvi, vile vile walikuwa wajenzi. Walitaguzana na wa Britania ambao walikuwa wakizungumza lugha ya Kiingereza. Hivyo basi wakajivunia sana lugha ya Kiingereza na kusema kwamba lugha ya Kiswahili na sio yao. Naam. Na sio hatia sana kupata Wajaluo wengi kuzungumza Kiingereza kuliko vile ambao wanazungumzia lugha yao kwanza. Naam. Simulizi tendeti za mshikaji hapa Stewart Peter anatueleza kuhusu swala la jamaa kutoka kule bara ya Kenya kule labda maeneo ya Homa Bay kuhusu maswala ya lugha ya mama na Kiswahili. Na sasa hivi yeye ni mmoja kati ya wale ambao wametoka katika maeneo hayo na anapania lugha ya Kiswahili, anaivamia lugha ya Kiswahili vizuri, anaimanya, anaifahamu, anaitema, utadhani amezaliwa kule Mwambao. Vipi Stewart, kama msomi wa Kiswahili, kuna swala la biashara, uchumi. Kwanza uchumi ni nini katika nchi yoyote ile? Uchumi katika nchi ni ile hali ya nchi kifedha. Naam. Kifupi tu, uchumi ni hali ya nchi kifedha. Hali ya nchi kifedha. Naam. Maeneo ya Homa Bay, manake umezungumzia kuhusu swala la Kiswahili na wale jamaa zetu kutoka Homa Bay. Naam. Biashara inafanywa pale kweli kweli. Samaki wanauzwa, ngege, kuna wale samaki wadogo fulu sijui mimi naisikia kutoka kwako tu. Wale samaki wadogo watamu kweli kweli wakikaangwa, sio? Sasa inakuwaje mpaka masuala ya Kiswahili na biashara inalinganishwa? Masuala ya Kiswahili na biashara, wajua Kiswahili kimepiga hatua kama lugha ya kimataifa. Vile vile umesema kwamba Ujaluoni tunauza samaki. Tuseme kwamba umetokea barani Pwani, wakuja kununua samaki Ujaluoni. Lugha yetu uelewi. Unapaswa kuwa, mimi kama muuzaji napaswa kuwa najua lugha ambayo itatuleta pamoja, mimi kama muuzaji na wewe kama mnunuzi. Utakuwa unaongea Kitaita na mimi nikiongea Kijaluo, hatutapatana. Kama zile enzi za kale watu wakifanya barter trade. Ulikuwa unapata mtu unayo bidhaa, vile vile ninayo bidhaa. Bidhaa unayo nahitaji, ila lugha ya kuongea nawe sina. So hiyo ilikuwa inachangia sana biashara inakuwa vigumu. Maana unaweza enda sokoni
hamwezi mkajadiliana mkakubaliana kwa bei, maana lugha ni tatizo. Sasa Kiswahili Kiswahili ni chombo kinachoeneza biashara. Maanake wote 90% nchini Kenya wazungumza Kiswahili. So hivyo basi kama utatoka Taita uje kufanya biashara Ujaluoni, itakuwa virahisi sana kuzungumza nawe katika lugha ya Kiswahili ambacho wewe unaielewa nami naielewa. Naam. Unamaanisha kwamba lugha ya Kiswahili ndio inatagusisha watu wote katika masuala ya biashara? Naam, naweza sema kwamba inatagusisha asilimia kubwa. Naam. Sio wote, lakini asilimia kubwa. Asilimia kubwa. Naam. Swala la michezo na lugha ya Kiswahili unaiweka wapi? Michezo. Kwanza mueleze tule bwana, michezo ni nini na umuhimu wa michezo, ndipo sasa tuingie katika swala la Kiswahili na michezo. Okay, vile si mtaalamu sana wa michezo, ila nitazungumzia tu kwa kiwango changu. Na so mchezo unaweza sema yanaweza kuwa mazoezi tu ambao huleta watu pamoja kusherekea. Masherehe huweza kuwa mazoezi na kwa michezo. Alafu pia mchezo inaweza kuwa mchuano wa kinyang'anyiro chochote kile. So masuala ya Kiswahili na michezo. Tukitumia Kiswahili katika utangazaji wa mipira, natumai unaielewa. Kama vile Odinga wa Ndenga anavyokutumia Kiswahili kutangaza mpira, sijui ni stesheni gani. Naam. Tuseme kwamba Odinga wa Ndenga siku moja haamke na haamue kutumia Kiluya. Niambie wafuasi ngapi atakuwa nao katika hafla hiyo? Ukiachana na hayo, uende Kikuyuni, useme kwamba nataka kutangaza mipira kwa kutumia Kijaluo. Nitakuwa na wafuasi wangapi? Baada ya sekunde utapata kwamba wale ambao wako hapo watakuwa wakididimia. So Kiswahili kinaweza tumiwa katika kueneza michezo. Wachezaji wengi utapata kwa wazungumza katika lugha ya Kiswahili, inakuwa rahisi sana. Naam. Kimsingi ni kwamba michezo pia ni vizuri watu watumie lugha ya Kiswahili. Kwanza lugha nyepesi tu. Mimi nahisi Kiswahili ni chepesi. Lakini wengine ambao kidogo wakati mwingine tukitagusana nao katika pitapita zetu katika mitaa mbalimbali, vichochoro vile, unaweza kupata jamaa anakuambia Kiswahili ulivyosema awali kwamba Kiswahili ni kigumu, lakini kimsingi Kiswahili ni lugha ambayo ni nyepesi sana katika kutamka ama katika kuizungumza. Ila labda lafudhi ama lahaja ndio inatofautisha katika swala zima la kuzungumza Kiswahili kwa ufasaha. Kwa mfano ukisema neno kiberiti, ni zile silabi tu, yale mapigo unapoyatamka, bora tu useme kiberiti, sauti yako ijitokeze, watu wakusikilize umezungumza. Wengine watakwambia ni kiribiti. Wengine wataitamka kwa ile lugha yao ya mama. Lakini kiberiti, unaona Kiswahili ni lugha nyepesi tu, bora tu ujue kutamka yale mapigo ya maneno kwa ufasaha. Ile lahani iwe ni nzuri. Mtazamaji, wacha tulipe bili zetu za hapa na pale, twende madukani kidogo, alafu turudi muda usiokuwa mrefu. Usibonyeze kidude, manake mengi yanakuja dakika 15 zijazo. Mtazamaji, kipindi cha Lala Salama ni ya kufunga kazi. Sasa hivi tunadadavua masuala ya Kiswahili, tunakuelimisha, tunakuburudisha kuhusu lugha hii adhimu ya Kiswahili. Tunazungumza na magwiji nguli wabobezi katika lugha hii adhimu ya Kiswahili. Mmoja ni mhadhiri na mwingine ni malenga. Kaka Henry Indindi ambaye ni daktari. Labda juzi mara nyingi mfuatizia sana posti zako kwenye mitandao. Halabu unasafiri hapa na pale, Kenya, labda Uganda, Tanzania. Labda unieleze, tuweke sawa tu. Juzi kaona posti yako fulani ulikuwa mahali kidogo wakenua Dodoma na tulikuwa Dodoma katika kongamano la chama cha Kiswahili Afrika Mashariki Chakama. Na tukawa tumekwenda kuzungumza kuhusu Kiswahili na nafasi zake katika uchumi wa majini, uchumi wa kijani, masala ya kilimo ama climate.
na jinsi wenyewe tunavyoweza kushiriki katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinafika katika pembe zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki na ulimwengu kwa jumla. Na mojawapo katika jambo tulilokumbushana ni kwamba hii tataki ambayo iko Tanzania inapaswa kugatuliwa iwe katika mataifa yote ya Afrika Mashariki ili mwana Uganda ajihisi kuwa katika Kiswahili. Mtu wa kutoka Rwanda ajihisi kuwa katika Kiswahili. Tukiwa na neno kwa mfano ambalo linaweza kusahilisha ama kurahisisha mawasiliano na linapatikana Uganda. Nikupe mfano. Katika Kiswahili tuna izu, tuna ndovi, kama mapishi ya ndizi. Na hizo ndizo ambazo Uganda zinaitwa matoke. Lakini ni rahisi sana kwa mtu kwenda mkahawani akaagiza naomba matoke kuliko atakavyokumbuka izo na ndovi. Mbona tusimwalike huyu mwana Uganda akaingia katika Kiswahili kwa kuleta hili neno matoke lianze kutumika. Tunatumia vidimbwi vya maji. Lakini hawa ndugu zetu wa Masai hapa wana neno moja tu ambalo ni silanga. Mbona tusichukue hilo neno silanga kutoka kwa Wamasai ikiwa hakukuwa na neno hilo katika jamii ya Waswahili. Vivyo hivyo tunatumia taa za trafiki. Lakini ukiangalia neno semaforo lipo. Badala ya kung'ang'ana na traffic lights kuandika haya maneno matatu, tunapata neno moja la semaforo ambalo hata linapatikana katika kamusi niliyoshiriki kuihariri ya kamusi pevu ya Kiswahili. Ili linapatikana hapo, japo limetokea Uhispania. Tunaweza kuwa na maneno kama haya ambayo yanatajirisha lugha na tuwe tunaishirikisha jamii pana kwa sababu Kiswahili chenyewe kimekuwa mali ya jamii pana ili washiriki wote katika makuzi na maenezi ya lugha hii. Ndio. Mtazamaji, kauli za Daktari Henry Ndindi, hizo kauli pevu sana, ndio maana ukaitwa daktari andika kamusi pevu. Ndio maana yani yeye mwenyewe ni mpevu, mkomavu katika lugha. Mwana falsafa ni zao la walimu wale, walimu wa shule ya msingi na mwalimu wa shule ya upili, alafu na kupaliliwa kwa mhadhiri chuoni. Mambo mazuri. Sasa ni mhadhiri atupalilie pia sisi. Hata sisi pia awe kielezo chema kwetu sisi. Mwavuli wetu sisi. Labda tuninginie kwenye labda vazi lake alafu atumwachie, au sio? Kiswahili kina nafasi pana sana. Na taifa letu la Kenya likiamua sasa hivi linataka kusuluhisha tatizo la ajira, liwekeze katika Kiswahili. Sasa hivi kuna nafasi pana. Wanasema katika nchi ya Marekani sasa hivi wanahitaji walimu wa kufundisha wa Marekani Kiswahili kuanzia shule ya msingi, upili na vyuo vikuu. Ireland wamekuwa na uhitaji wa walimu wa Kiswahili. Afrika Kusini hata Julius Selo Malema alitangaza, mbona tunatumia lugha za kigeni, tunafundisha Mandarin katika shule zetu lakini hatufundishi Kiswahili. Kwa hivyo kuna soko la Kiswahili Afrika Kusini, kuna soko la Kiswahili Afrika Magharibi, kuna soko la Kiswahili Libya, kuna soko la Kiswahili Misri. Taifa letu liwekeze katika kuandaa wataalamu hawa na liwatume kule nje. Tutasuluhisha tatizo la ajira nchini. Wanjohi, labda kuongezea tena kuhusu swala hili. Ni kweli hakuna ziada bovu. Walimu wa Kiswahili wanahitajika sana. Huko nje Kiswahili kinaonewa fahari, ndipo sana anavyosema walimu wanahitajika wafunze wanafunzi hata kutoka viwango vya chini, wanajua Kiswahili sasa hivi kinahitajika ili ufanye mawasiliano. Waangalia wa Marekani, wanajua ili wakuje Afrika wanahitaji Kiswahili ili wazungumze nasi, kwa sababu labda wanakuja katika biashara, kufanya biashara. Watafanyaje biashara na watu wanaozungumza Kiswahili hawakielewi Kiingereza? Ndipo wao wanaanza kukisoma mwanzo, huku sisi tukikibunisha. Kwa hivyo ni serikali sasa iamke, kwa sababu ni kweli imelala katika lugha ya Kiswahili. Iamke jinsi ilivyo kifanya kikawa lugha ya taifa. Sasa iamke na iekeze katika lugha hii.
ukweli ni kwamba watu wengi watapata ajira na hata serikali yenyewe itapata fedha, kwa sababu sisi tutakuwa tunatoa kodi. Kwa hivyo watapata hela za kuendeleza hata miundo misingi yao. Kwa hivyo serikali iamke hapo. Naam. Daktari, pendekezo lako ni lipi kuhusu masuala ya shirika la masuala ya elimu ambayo ni UNESCO kuja kujiunga na jamaa wa Kiswahili, ama labda kuipatia fursa Kiswahili siku yao rasmi? Na labda nahisi ulikuwa katika lile kongamano kule Mwambao. Ni kitu gani ambacho ungependekeza labda kifanywe hizi siku ama huu mwaka unaokuja kuhusu masuala ya Kiswahili na tamaduni yake? Ndiyo, kwanza ni heshima kubwa na tunashukuru shirika la UNESCO kwa sababu ile ilikuwa mojawapo katika hatua za kukita Kiswahili ulimwenguni kama lugha ya kimataifa. Manake UN, Umoja wa Mataifa, una lugha ambazo zimeorodheshwa kuwa ni lugha rasmi za kimataifa. Na ile ilikuwa hatua kubwa sana ya kuweka Kiswahili katika ngazi ya kuanza kukubalika hivyo. Ukiangalia Umoja wa Afrika AU, azimio lake la mwaka 2063 wana azima ya kuwa na lugha moja ya kuunganisha bara la Afrika. Na Kiswahili kimepewa nafasi hiyo kwamba kiwe lugha unganishi. Hivyo hata ule mfuko wa biashara ya pamoja ya Afrika, AfCFTA, African Free Trade, ile soko huru la biashara Afrika, limeanza kuona ikiwa linaweza kutumikisha Kiswahili kama lugha itakayokuwa unganishi kwa biashara ya Afrika. Kwa hivyo ile heshima ambayo tulipewa na UNESCO, pia tuseme kwamba ni marudi, ni fimbo ambayo tulichapwa kuamka ili tutoke katika usingizi, tujue kwamba Kiswahili kina nafasi na kinaweza kutekeleza majukumu makubwa barani na katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo tuanze kukitumikisha kwa chapuo. Na kitu ambacho tunastahili kufanya ni kuhakikisha kwamba tunakitoa Kiswahili darasani. Ndugu, nafurahi kwamba tunapokutana kwenye vipindi kama hivi, sasa hatujadili ngeli, vivumishi vya sifa, vielezi vya namna na mambo kama hayo. Hayo tuyaache darasani. Lakini sasa tukitoe Kiswahili darasani, akifurahie mkulima, akifurahie mfanyabiashara, kimfae mwanasheria, kimfae tabibu au daktari hospitalini, na hapo tutakuwa tumekisaidia Kiswahili kujengeka. Kwa hivyo katika awamu ijayo tunapoadhimisha Kiswahili mwaka ujao, tarehe 7 ama ile 77 ya kawaida, tunataka kufanya ukaguzi wa hatua tulizopiga katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinamfikia mvuvi, mkulima, mwanasheria, mwanauchumi wa aina gani, ili sote tuwe tunashirikiana katika ubia wa kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa bidhaa ya kuuziwa ulimwengu. Ndio. Watazamaji na washikadau wote, natumai mnaelewa kauli zake ama mnazisikiliza kauli zake pevu daktari wetu hapa studioni. Labda wanjohi kidogo kiasi cha haja. Sitakuwa mchoa fadhila labda kukupatia fursa kidogo tu, labda utupatie ibara ile ya ile twaje shairi lako. Aya moja kidogo, maana wewe ni malenga. Daktari pia ni malenga. Kila mmoja kidogo nitampatia muda wake kidogo, angalau kidogo ajaribu kutuonjesha kidogo. Labda niwaonjeshe kitunguu machoni. Sababu ya mimi kuitwa kitunguu machoni ni shairi lililokuwa la Gulamu, alikuwa analia. Kwa sababu Gulamu hawalii, anapolia anasema si machozi unayo, ni kitunguu kimeingia machoni. Labda zile za mwisho. Sitaleta umang'aa wa kushiriki chang'aa, siha yangu itapaa, hadi zangu zitapaa, na mashaka ya sofa taondokea kipaa. Si kitunguu machoni, kitunguu ni mezani, shime kaka rizikini, nijitoe matatani, tachapa kazi makini na mitambo karabati. Kitunguu ni kiungo cha mchuzi kuandaa, nitalisha nyinyi nyote, Gulamu waheshimike. Wanjohi Mugambi. Sisemi kitu, siongezi, sitoi. Jamani, kwa wewe tu mwenyewe, kwa lugha na thari, huo ubeti wa mwisho kwa niaba ya mtazamaji. Inasema kwamba mimi Gulamu nitaenda kazini,
nitafanya kazi kwa makini na sitaleta umang'ao wote. Ndiposa nifanye kazi kwa mikono yangu hii miwili na kazi yangu iboreshe maisha yangu na katika kuboresha maisha yangu mimi Gulamu nitakuja kuheshimika kwa kile ambacho ninafanya. Ubeti huu uliotangulia unasema mimi sileti umang'ao wa kushinda nikishiriki chang'aa. Ndiposa siha, yani afya yangu iweze kupaa na hadhi yangu, heshima yangu pia ikaweze kupaa. Waandishi wa riwaya na tamthilia na hizi diwani katika yale makuzi ya Kiswahili, unaonaje? Yani maoni yako ni yapi katika kukuza lugha ya Kiswahili kutokana kwa hawa waandishi ambao wanaandika vitabu tofauti, riwaya, tamthilia na ushauri wa kwanza kwao kwamba wasiandikie soko finyu. Kwa kuwa Kiswahili kinatanuka, kinakwenda Afrika Magharibi, kinakwenda Afrika Kusini, kinakwenda Ireland, kinakwenda Marekani. Waanze kutafiti masuala yanayofanyika Marekani, Afrika Kusini na maeneo haya mengine ili waandike mambo hayo katika Kiswahili. Itakuwa rahisi sana kuviuza vitabu hivyo kwa Marekani, kwa Afrika Magharibi, kwa Afrika Kusini, kwa sababu soko la Kiswahili litakuwa limetanuka. Huu ni ushauri wa kimsingi kwamba wakiandika wakilenga soko finyu la Kenya, na wao pia wanaibana mifuko yao. Lakini wakiliona soko pana la ulimwengu, wanatanua mifuko yao. Nafikiri ndio ushauri ambao ninaweza kuwapa. Lakini hilo linawagharimu kuzama katika utafiti. Hii mitandao tulionayo tuitumie vizuri kwa ajili ya kupata taarifa zinazoendelea Marekani. Tuandike vitabu kwa ajili ya Wamarekani katika Kiswahili. Tuangalie kinachoendelea Uchina, tuandike vitabu vinavyowalenga Wachina katika Kiswahili. Na hapo tutakuwa tumetanua soko letu. Sisemi kitu, labda utuonjeshe tu kidogo kuhusu shairi lako. Aya moja tu kwa sababu ya muda. Pana haja ya kupima neno tuzoele angu, tusizoee kusema hili ni teuo langu. Huenda huji mapema anguyeza kuwatungu, ikaje kukusakama na kukuposha kwa Mungu. Pana haja ya kupima. Jamani, kwa kufunga kazi leo hii tumejaliwa kupata kutagusana na manguli ambao wanapenda na kuienzi lugha ya Kiswahili. Daktari Henry Indindi kutoka Laikipia na vile vile Malenga. Kando na hapo tuna vile vile Malenga mwingine ambaye anajiita Wanjohi P Mugambi. Sina la ziada ila kukutakia kila la ngoma na maulidi katika harakati za kufanya shughuli zako kila wiki, kila siku. Mie ni Padironga. Kwa heri na masaana.